Na Mheshimiwa Tabasamu Hamisi Mwagao atafuatiwa na Mheshimiwa Subira Hamisi Mgaru. Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja ajiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi ya kuchangia hotuba hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza nampongeza kwa kuchaguliwa kwake kwa kura nyingi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwepo wakati Mheshimiwa Rais anahutubia Bunge kwa ajili ya kulifungua. Nilimsikiliza sana kwa makini na nilimwangalia wakati anazungumza, alionyesha na hisia kali sana. Sasa na sisi ambao tulikuwa tunahutubiwa kwa niaba ya Watanzania wote na waliokuwa nje waliona hilo jambo. Sasa kitu gani tunatakiwa tufanye? Na sisi kama wabunge kitu gani tunatakiwa tushauri na tufanye kazi yetu ya kibunge kuisimamia serikali? Hotuba hii Mheshimiwa Mwenyekiti iligusa mambo mengi sana, lakini Mheshimiwa Rais alijielekeza sana katika dira ya taifa katika hotuba yake, lakini la pili alijielekeza katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Sasa la tatu yalikuwa ni maelekezo kwa wasaidizi wake ambao ni watendaji wa serikali na akiwemo msaidizi mkuu wa shughuli za serikali Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa katika hili ushauri wangu nilikuwa naomba sana hayo maelekezo ya Mheshimiwa Rais waanze kuyafanyia kazi katika bajeti hii, tuone sasa mwelekeo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais je, yanafuatwa? Lakini kama bajeti itakuja tena kinyume cha hotuba yake, tutaona sasa wasaidizi wake wameshindwa kumsaidia Mheshimiwa Rais ipasavyo katika jambo hili, na mimi sitegemei kama watakuwa wameshindwa, na sisi kama wabunge tutawasaidia kuwashauri, na itakaposhindikana basi aliyewapa dhamana ndio atajua sasa nini mahala pa kuwapeleka, kwa sababu moja ya kazi hiyo waliopewa ni hiyo, kumsaidia Mheshimiwa Rais katika maono yake aliyoyapanga katika uendeshaji wa serikali katika hii miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ambazo Mheshimiwa Rais anakuja kuzifanya ni pamoja na kuondolea matatizo wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pamoja na kuondoa matatizo ya kiuchumi na ya kijamii ni kuwapa na wenyewe wapate tabasamu, kama alivyosema kwamba atawaacha wako katika tabasamu. Sasa hizi sekta alizozigusia, amezungumzia katika hotuba yake sekta binafsi, uwezeshwaji wa sekta binafsi, uwezeshwaji wa wananchi kiuchumi, na alitoa ahadi katika kampeni kwamba ndani ya siku 100 kuna chochote kitatoka kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Sasa siku 100 zinakwenda kuisha na hatujaona sasa hata cheche zinakwenda kule katika halmashauri zetu. Sasa hapa ndio inaonyesha wasaidizi wake wako namna gani. Katika jingine ambalo tunakwenda kulizungumza ni sekta ya uzalishaji, kilimo, madini na masuala ya mifugo na uvuvi. Lakini kuna sekta ya ujenzi ambao hii ni sekta wezeshi. Bila barabara zetu kuimarishwa, hali itakuwa bado ni ngumu. Na tutawawezeshaje sasa wananchi ambao ni sekta binafsi, ambao ni makandarasi wako kule, kama madeni ya serikali hayalipwi? Sasa mategemeo yetu sisi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba pesa za mfuko wa barabara zisiende katika mfuko mkuu, hili jambo litakuwa ni jema sana. Na hii mimi naungana kabisa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu yeye ndio alikuwa waziri wa fedha, anajua huko wenzetu wa TARURA wana miradi mikubwa ambayo haijakamilika, TANROADS wana miradi mikubwa ambayo haijakamilika.
mtawawezeshaje wananchi kiuchumi kama barabara hazijafunguka? Lakini madeni yaliyoko kule kwa wakandarasi, kuna makandarasi wana hali mbaya sasa hivi, wamekopa katika mabenki na kila mahala. Sasa kama hatuwezi na wao kuwasaidia katika jambo hili, kutokana na hotuba ya Mheshimiwa Rais kwamba uwezeshaji wa sekta binafsi na kukuza sekta binafsi, hili ni jambo la msingi sana. Tunategemea sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili utakwenda kutusaidia sana, hao makandarasi walioko kule waweze kulipwa pesa zao na miradi ikamilike. Lakini jingine ambalo tunataka kulizungumza kwa ukubwa wake, ambao tunatoa ushauri sisi wakiungwana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba sisi kama wabunge hapa ndani, wabunge tuko hapa tunakuja kuisaidia serikali kama jicho, lakini tunaishauri serikali, tunakuja kufanya kazi za kibunge. Ni vizuri zaidi miradi mikubwa ya nchi inayokuja kufunguliwa, kwa mfano kama juzi tumekwenda kufungua meli, umekuja pale kumwakilisha Mheshimiwa Rais pale, wananchi wamekuja kwa tabasamu kubwa kuja kuona meli inafunguliwa, lakini waliondoka pale hakuna hata maji, yani yalikuwepo maji ya kunywa tu. Tulitegemea siku hiyo mradi mkubwa wa bilioni 120 tungeweza kupata nyati kama 20 pale wakachomwa, unaona bwana, watu wakapata wali na nini. Sisi ndio tulivyo kule kanda ya Ziwa. Kwa hiyo miradi kama ikiwa inafunguliwa, watu wakitoka pale wanaenda sasa wanasimulia ile miradi, lakini wasitoke pale wamekaa toka asubuhi wanamsubiri Mheshimiwa Waziri Mkuu anakuja anazungumza, alafu wanaondoka, wanasahau kwa sababu wameondoka na njaa na limradi limefunguliwa la bilioni 120. Sisi tulifungua daraja kule Sengerema, tulipiga ng'ombe 30, watu wametoka pale na wamekula, yani mpaka leo linazungumzwa daraja na wanazungumzia hali iliyokuwepo pale. Sasa miradi yetu ya serikali hii ikiwa inafunguliwa kinyonge wakati imejengwa kwa pesa nyingi, kwa nini msiweke hata 1% ya sherehe kwamba tunakwenda kufungua ring road ya Dodoma, siku hiyo kuna sherehe. Leo angalia ndugu yetu Makonda amekwenda tu kwa ajili ya kuwa na Land Rover kuukuu mbovu za miaka 50 iliyopita. Siku watu walichoma nyama karibu ng'ombe 100 walichinjwa Arusha kuangalia Land Rover mbovu tu. Sasa je, nini ni daraja sasa? Yaani tunafungua meli ya bilioni 120, watu wanatoka pale wana njaa. Haiwezekani mheshimiwa. Kwa hiyo tunataka tumsaidie Mheshimiwa Rais pamoja na kuyasema haya na sherehe ziwepo kwenye haya miradi. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunachozungumzia hapa zaidi sasa, naweka mkazo wangu ni kwamba tunategemea bajeti hii, safari hii itakuwa ni bajeti ya wananchi. Tuone miradi ya kilimo, ya umwagiliaji, mifugo, pamoja na ujengaji wa vizimba katika Ziwa Victoria. Kule sasa hivi wa China ndio wamechukua eneo kubwa. Kwa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Rais, uwezeshaji wa wananchi bado haijafanywa kazi. Baada ya kuyasema haya, naunga mkono hoja. Taarifa. Asante. Taarifa inatolewa wakati wa mtu anachangia, sio anapokiwa amemaliza. Tunaendelea.